Patrice, naamini unanipata vizuri. Nakupata vizuri mtu wa Mungu. Tuko live kupitia Wapo Red FM. Awali ya yote poleni kwa msiba. Nashukuru sana, tumeshapoa ndugu yangu. Wengi wamemjua Grace, pengine imekuwa ni kawaida kwa waimbaji wa makundi hawa kujulikana pengine kwa matukio. Grace alikuwa ni nafasi yake katika kundi la The Healing ilikuwa ni yeye ndio alikuwa kiongozi wa protocol, ndio alikuwa anasimamia protocol. Alikuwa ni kiongozi wa protocol. Na Grace amekuwa akisumbuliwa na ugonjwa gani? Alipata tu kwa mara ya kwanza alikuwa amepata shida ya uvimbe tumboni. Wakamfanyia operation kwa mara ya kwanza, ikapita salama. Lakini baada ya miezi kadhaa ikagundulika kwamba ule uvimbe ukaanza kusumbua tena. Ndio alirudi kwa mara ya pili kwa ajili ya kumfanyia operation, na ndio mauti wake ulipomkuta. Kwa nafasi ya Grace kwenye kundi, naamini pia itakuwa imewagusa sana. Kwa upande wetu, mimi niseme tu kwa upande wetu imekuwa ni pigo kubwa sana, na kimwili sio rahisi kukava nafasi ya kwake, kwa sababu ni binti ambaye pia alimpenda Mungu. Ni binti ambaye alikuwa na bidii ya kazi, na alikuwa na, ukiangalia umri wake alikuwa na miaka 24, lakini majukumu ambayo alikuwa anayasimamia ni majukumu makubwa sana. Hata vyombo vyetu vya muziki ni yeye ndio alikuwa anasimamia. Ukiwa na sala ya mialiko ni yeye alikuwa anafuatilia na kusimamia. Kwa hiyo ukimpatia kazi Grace anaifanya kwa uaminifu sana. Anaifanya kwa uaminifu sana, lakini zaidi ya yote sisi tunaamini katika ulimwengu wa roho Mungu anao watu wengi ambao wanaweza wakakava kwenye nafasi yake, lakini kimwili sio rahisi, kwa sababu imekuwa ni pigo kubwa, na tuliamini kwamba kwa neema ya Mungu atakaa sawa, atapona, lakini hatuwezi tukazuia mapenzi ya Mungu. Na kwa upande wetu kama The Healing Missionaries hatuwezi tukamlaumu Mungu, kwa sababu Mungu ndio upanga kila kitu kwa wakati wake na majira yake. Na sisi tunamshukuru Mungu kwa maisha ambayo Grace ameyaishi akiwa chini ya The Healing Missionaries kama mtumishi wa Mungu, na ushuhuda wake amekuwa na ushuhuda mkubwa sana. Hata jana kabla tujaanza safari ya kuja na maiti yake huko Mbeya, kila mtu alipata nafasi ya kuongea sifa za Grace, na wengi ndio wamekuja kugundua kwamba na miaka 24, afu wengi hawakubali kutokana na majukumu ambayo aliyokuwa nayo hata makanisani kwao huko. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu, kwa sababu tunachokijua ni kwamba hakuna jambo lolote linaweza likatokea bila Mungu mwenyewe kuruhusu, hasa kwa mtumishi wake. Na kama imetokea mpaka msiba umetoka, basi sisi tumeamini Mungu ameruhusu, na sisi tumelipokea. Tunamshukuru Mungu, na tunaendelea kumuomba Mungu aendelee kutufariji na kutuvusha salama katika kipindi hiki kigumu. Mtumishi wa Mungu Patrice, kwa sasa hivi kitu gani kinaendelea sasa? Tupo Iwalanje hapa, Mbeya Iwalanje, ndio tumekuja kufanya mazishi. Mpaka sasa hivi maiti tayari imeshashushwa chini, na ndio tunamalizia hapa kufanya ibada. Ni wape pole sana The Healing. Asante sana, asante sana, asante sana. Na msikilizaji, huyo ni Patrice Mulunda, kiongozi wa kundi la The Healing Missionaries, akizungumza juu ya kile ambacho kimetokea Grace Michael, mmoja ya waimbaji wa kundi hili. Lakini pia kama ambavyo amezungumza, amekuwa na vitu vingi ambavyo anavifanya, akiwa pia anasimamia protocol ya The Healing Missionaries. Ni moja ya waimbaji ambao wamekuwa kitumika kwenye kundi hili. Ni kundi ambalo linasimamiwa na mtumishi wa Mungu Patrice Mulunda. Lakini kwa siku ya leo umesikia kile ambacho